Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Sisi kama vijana katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam, lakini kwa namna pekee ambayo tulitaje na jimbo Katoliki la Bagamoyo, ambao wanatumaini vijana wake nao kushiriki nao toka Lekania ya Mtakatifu Gaspari. Tupo wa Gaspari tupo hapa. Tunyoshe mikono juu tuone. Wamejificha wako wachache sana, lakini basi tunashiriki wote kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, lakini zaidi kwa ajili ya kusafiri pamoja katika safari yetu ya toba kwenye kipindi hiki cha Kwaresma. Ni desturi yetu kila mwaka wakati wa kipindi hiki cha Kwaresma tunakuwa na hija ya pamoja, tukitafakari kwa pamoja njia ya msalaba, baada ile ambayo katika ujumla wake tutafakarisha mateso ya Kristo, lakini inayaunganisha mateso hayo na maisha yetu ya kila siku. Ni safari ambayo kila kituo, kila sala na tafakari tunayoipata katika sala hiyo au ibada hiyo inasema kitu katika maisha yetu, katika safari yetu. Baadaye tumeshirikishwa mada nzuri kabisa inayohusiana na uongofu, inayohusiana na kurudi kwa Mwenyezi Mungu, na wakati huo wengine wakishiriki sakramenti ya kitubio, na baadaye tumehitimisha kwa sala ile maalum ya toba iliyoongozwa na mlezi wetu Mheshimiwa Padri Mapunda. Yote hayo ni kusindikiza katika safari hii. Na sasa tuko kwenye kilele cha safari yetu hiyo kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu katika ibada hii ya misa takatifu. Tunapenda sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumefika hapa huku Kilimani hapa, ambapo panayo mafundisho ya kipekee kwetu sisi kama wana Dar es Salaam, ambapo pana msingi, ambapo ni kiini cha imani yetu kama wana Dar es Salaam. Wamisionari wa mwanzo kabisa walipofika katika mazingira haya, katika ardhi hii, walipanda kwa mlimani Pugu. Ingawa hata mwanzo wao ulikuwa ni mbaya au kutia matumaini, kama wengi tunavyofahamu kwamba waliishia kupata mateso na kuuawa mahali hapa kwa sababu zilizokuwepo wakati huo, kwa sababu ya ukinzani uliokuwepo wakati huo. Lakini bado Pugu inabaki kuwa ni sehemu yetu ya matumaini, sehemu yetu ya kuchota nguvu. Na hivyo tunapokuja mahali hapa sisi kama wana Dar es Salaam, tunajua kuchota nguvu hiyo, tunajua kukutana na Kristo aliye tumaini letu, kama anavyotuambia Paulo mtume katika waraka wake wa kwanza kwa Timotheo sura ya kwanza, kwamba Kristo ni tumaini letu. Hivyo tunajua kukutana naye mahali hapa ili aweze kututia nguvu, ili tuweze kuomba toba kwake, na tunaporejea Dar es Salaam basi turejee tukiwa tuna nguvu, turejee tukiwa tuna matumaini mapya kuendelea kumtukuza Mungu kwa maisha yetu. Kama tunavyoelezwa na moja ya misemo yetu ya Kiafrika kwamba zizi lisilokuwa na ndama, malizieni, zizi linalokosa ndama
limekufa. Bahati mbaya vijana wa siku hizi wamechukua mapadri wanashuka mjini kwa walio na faida ya ndama na kadhalika. Kwa hata anapowaambia kwa wanashangaa padri ana maana gani. Lakini najua kwa Wasukuma, kwa Wamasai na watu wengine wanaotoka jamii za kifugaji wanafahamu maana yake ni nini maneno hayo, kwamba zizi linalokosa ndama ni sawasawa na limefanyaje? Limekufa. Ndivyo mlivyo hata ninyi vijana katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Kanisa linalokosa vijana halina matumaini mbele. Naomba niongeze neno lingine moja. Kanisa linalokosa vijana walio imara katika imani linakosa mwelekeo au linakosa matumaini. Na hivyo mjione nafasi yenu ninyi kama vijana ilivyo ya kipekee ndani ya kanisa. Kanisa linawaona ninyi vijana kama ishara ya matumaini, kama ishara ya matumaini. Baba Mtakatifu Francisco alipokuwa anatuandikia barua kutangaza mwaka huu wa jubilei kuu, barua ile aliweka jina Spes non confunditi. Maana yake tumaini alitutahayarishi au alituhadai, akinukuu waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5, aliwagusia vijana. Unajua amewaelezea namna gani vijana? Hivi kwanza waraka wenyewe mnausoma huo, wangapi mnausoma waraka huo mtakatifu? Sasa hawa walio matumaini ya kanisa hawajui hata wanaambiwa nini ili waweze kuwa matumaini ya kanisa. Na kwa uzuri zaidi katika aya ya 12 ya waraka huo mmeelezewa kwa maneno mazuri kweli. Ndio wamesemaje? Wamesema hivi: vijana ni mfano halisi wa matumaini. Kwa lugha ya Kimombo wamesema it's a true embodiment of hope. Ni mfano halisi wa nini? Wa matumaini. Wewe kama kijana, tambua kwamba kanisa linakuona wewe kama mfano halisi wa nini? Na hivyo inaelezea huo msemo uliosema katikati yetu sisi wa Afrika kwamba tunapoona vijana ndani ya kanisa tunaona matumaini kama wafugaji wanavyoona ndama wanavyokuwa na matumaini. Lakini Baba Mtakatifu alipokuwa anaelezea hilo alionyesha masikitiko yake katika aya hiyo ya 12, na alielezea katika sehemu mbili masikitiko ambayo yanasababishwa na sisi vijana wenyewe, lakini upande mwingine yanasababishwa na sisi tulio walezi wenu, sisi ambao tunapaswa kuwaangalia na kuwaongoza, sisi ambao tunawapaswa kuwafanya kuwa matumaini. Sema kwamba ndoto zenu zinafifishwa, hamu na shauku yenu inavurugwa. Kaendelea kusema inasikitisha kuona vijana walio kama wasio na tumaini, ambao wanaiona kesho isiyo na uhakika wala matumaini. Wanaona hali ya kukosa ajira au uhakika wa kazi, wanaokosa wengine uhakika wa kumaliza safari zao za kimasomo au ndoto wanazokuwa nazo katika maisha. Ule upande mmoja alikuwa anaelezea wa jamii ambayo haitoi matumaini kwa vijana. Nilipokuwa nasoma sehemu hii nikakumbuka jambo moja ambalo tulilijadili karibuni tu
sisi kama walezi wa vijana. Majuma kama mawili iliyopita nilikuwa niko Lusaka, Zambia, kwenye mkutano mmoja wa kuhusiana na mambo fulani ambayo maaskofu wa MESEA wameyaweka kwa ajili ya walezi wa vijana. Sasa kwa bahati mbaya sana, mkutano huu ambao ulikuwa unapitia miongozo ya ujumla ambayo tutaitumia sisi kama walezi kwa ajili ya kusaidia vijana, na ambayo ilikuwa inasisitiza sana kuweza kuwasikiliza vijana. Bahati mbaya tukajikuta kwenye mkutano 90% tulikuwa tunashiriki pale ni sisi mapadri tu, vijana wenyewe hawakuwepo. Hiyo 10 maana kuna vijana walikuwepo, kulikuwa na kijana mmoja kutoka Kenya na wengine wawili kwa sababu wenyeji walitoka pale nchini Zambia. Sasa wakati wa kikao ni kama ikatokea swali kwamba sasa tunajadili vijana ambao hawasikilizi, ambao hawapatii nafasi. Na wakati mwingine ikatokea kama changamoto sana katikati yetu sisi kama walezi, kwamba mara nyingi sana kama kanisa tunawaangalia sana watoto, hapo katikati tunawasahau, hapo mbele tena kule tunaweza kuangalia tena na wazee. Na bahati mbaya wakati tunahangaika na wazee ambao tena washangeuka, sababu tunawapatia mzigo kwa katikati, yani vijana. Sasa nilipokuwa nasoma jana maneno haya, hii barua hii, nikakumbuka kwamba kwa kweli sisi kama kanisa tunakiri hapa na pale hatuwapi matumaini, hapa na pale tumewaangusha, hapa na pale tumeshindwa kusimama pamoja na ninyi. Sasa matokeo yake ni nini? Ndio hilo ambalo sasa linakuja upande wenu ninyi. Kwa sababu mmeachwa, kwa sababu mmekosa matumaini, kwa sababu mmeyumbishwa, Baba Mtakatifu anaendelea kusema hiyo ya 12. Mnakimbilia kwenye madawa ya kulevya, mnakimbilia kwenye matendo ambayo yanahatarisha maisha yenu, mnakimbilia katika utamaduni ambao kwa Kiingereza wanasema ni hedonism, pleasure seeking. Kuna kitu kimoja cha njia msalaba anasema kwamba mara nyingi tunajibogusha mno kwa kupenda starehe, tafrija na nini? Kwa sababu mmeachwa, kwa hiyo mnaona kama suluhisho ni kukimbilia huko. Mbaki huko, mloe huko. Lakini je, ndio linalopaswa kwa suluhisho? Je, tunapokimbilia huko tunapata matumaini ya kweli? Sawa, hatujaona tumaini. Kama mwali wa moto tumaini langu linawaka. Wimbo wangu kufikie. Chanzo cha uzima usio na mwisho, wenye safari ya maisha yangu tumaini na kutumaini. Sasa swali hilo linalokuja sasa, ambacho Baba Mtakatifu anakieleza katika pale mbili kwa huku ndio anaangalia. Je, huko unageukia huo ulimwengu mnaoangalia unawapatia matumaini? Je, ni matumaini ya kweli? Je, hiyo njia unayoifuata inawapa matumaini ya kweli? Tuweze kutafakari hilo kwa pamoja. Tuangalie kama kweli huko ni kwa matumaini. Wimbo tulioimba unatualika kurudi tena na kukiangalia chanzo cha uzima usio na nini? Na mwisho. Ili tuweze kuwasha tena tumaini lenu, ili tutakapoondoka kwa kubu leo hii na kushuka chini, tunarudi tukiwa tunaongozwa na hayo matumaini. Ndicho kilichotuleta kwa kubu leo hii. Si kuja kushangaa na kuangalia makaburi ya mapadri Jimbo Kuu la Dar es Salaam pale, hapana.
Sio kuja kushangaa hii shedi nzuri iliyotengenezwa, hapana. Ni kuja kukutana na Kristo aliye chanzo cha uzima usio na nini. Hakikisha unapotoka hapa umemuona huyo Kristo aliye chanzo cha uzima wako na uzima usio na mwisho. Bila hivyo utakuwa umekuja kutembea tu, utakuwa umefanya outing tu, utakuwa haujafanya hija. Hija ni safari ya kiroho. Hija inakuondoa kutoka hatua moja, kutoka katika hali ya aina fulani ya kiroho kwenda hali nyingine. Hija ni toba. Ndio maliko katika somo la kwanza leo hii. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amelarua na yeye atatuponya. Yeye ametupiga na yeye atatufunga jeraha yetu. Tuje tumrudie Bwana. Vijana, Paulo mtume anatuambia katika waraka wake wa kwanza kwa Timotheo maneno haya mazuri kabisa kwa kutoka moyo sana, kwamba mtu yeyote asidharau nini? Bali hiyo unatimiaga hiyo. Bali uwe kielelezo katika usemi na nini? Na upendo na mwenendo. Kuna kwanza, usikubali kufanya nini? Kudharauliwa. Usikubali kudharauliwa ujana wako. Bali kuna mwingine, usikubali kuachwa. Hata kama inaonekana kanisa limewaacha, hata kama inaonekana sisi tunaowezoea kuwaangalia, lakini Mungu anakuambia kupitia barua hii kwamba mtu asidharau nini? Kwa sababu gani? Mweze kuwa, au badala gani sidharaulike, mweze kuwa kielelezo katika mwenendo, katika usemi na katika kupenda. Katika usemi, unasema kitu gani katika maisha yako? Wimbo gani unaomwimbia Mungu? Wimbo wako kufikie. Wimbo gani unaomwimbia huyo Mungu wako? Maneno yako yanatamka sifa ya Mungu au yanatamka kitu gani? Ni aina ya maneno tutakayotamka yatakayofanya watu wasikudharau. Maneno ya uongo yatakudharaulisha tu. Maneno ya kulaghai yatakudharaulisha tu. Maneno ya kupaka watu mafuta, sisi tunaenda uchawa neno baya kabisa. Unafahamu chawa? Chawa na mazingira ya chawa, mazingira gani? Machafu alafu nakubali kuitwa nani? Chawa. Halo wale chawa. Chawa mpo? Na tunaposema machawa, ndugu zangu, tusifikirie kwa leo huko tunaona kwenye mitandao ya malaika. Hata wewe mwenyewe unatumia kwa chawa kwa zako. Unaposema kuambia wenzako ukweli, unaposema kueleza wenzako ingawa kwa wale kupenda. Ingawa kukufaidisha na pale tunakuwa machawa. Hatui kielelezo
ni kielelezo, ni mfano mzuri kwa watu wengine, ni adabu iliyo njema. Wakati mwingine sisi vijana pengine tunaachwaga au tunafikiri tumeachwa ni kwa sababu ya kiburi chetu, tunataka kusikiliza, tunaelekeza tusikie, sasa bwana waache wana wamekuwa wamekuwa. Tunafikiri kwamba wakati mwingine watu wakubwa wanatuongeza vitu, labda pengine hawatupendi au wanataka wanaziba vipaji vyetu visisikike na kadhalika. Hapana jamani, kuishi kwingi kuona. Jamani, sisi tumezaliwa kabla yenu, mkubali hilo. Sawa? Tumezaliwa kabla. Kuna vijana wa chuo kikuu naongelea habari za Rais Nyerere, watu wengine wanashtuka, hivi Nyerere ulimuona wewe? Sio nilimuona, nilicheza mpaka gwaride la Nyerere, ambapo unajua wengi wenu hapa Nyerere kwani mnasoma kwenye historia. Wewe unasoma kwenye historia, mwaka 99 ndio umezaliwa hapa. Naweza zaidi ya nusu umezaliwa hapa mwaka 99 katika pale. Kwa maana hiyo ni maanisha kwamba mambo yako hapa wengi wamezaliwa kabla yenu. Ni wazazi wenu, ni walezi wenu. Sasa wakati mwingine wanapokuwa wanakuambia kitu, wanakueleza kitu, unapoanza kuleta kiburi, unapoanza kuleta upinzani, basi na unafuata tuache tu. Kwa wakati mwingine inawezekana kanisa linawasahau au wengine wanataka na wadharau, ni kwa sababu ya mienendo yenu. You are so obstinate, reluctant, disobedient. Sikimbele kwa mazingira kama hayo uweze kuwa kielelezo. Anamalizia Paulo mtume, na katika upendo mwe kielelezo katika upendo. Hapo ndio tunapokamata tena wengi sana siku hizi. Uzungumzia mambo ya mapenzi, wanafurahi kweli. Mapenzi sio? Mali? Mapenzi. Ile iliyozungumza mwanzoni ni pleasure seeking, kupenda vitu hivi vya kufurahisha mwili tu na kadhalika, kujiloweka katika mazingira hayo bila kuangalia mazingira mengine yote yale. Ndio vile tunaona leo. Angalia, tembelea kurasa za mitandao ya kijamii tu kwenye Instagram na kadhalika. Weka maudhui ya kidini mle ndani. Mpaka kesho comment ziko 15 tu. Weka mambo yetu yale. Dakika 5 tu. Comment zako hata milioni zinafika. Kuna wanamuziki fulani wanaweka muziki yao tu ndani. Baada ya siku mbili viewers wangapi? Milioni 3. Wakati Padre Mosa pengine akijitolea kaweka kwa content fulani cha mahubiri ya dini hivi na nini, viewers 5 baada ya miezi 3. No one cares. Ayakutii sio? Mambo haya tunaona matumaini yetu yako kwenye haya mambo ambayo yako kidunia, mapambo yanafurahisha, yakutia, ndio matumaini yetu huko. Tutatharulika tu. Vijana wangu wapendwa, Mtume Yohane katika waraka wake wa kwanza kwa watu wote sura ya 14 anasema hivi: ninawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Mazuri kwa sababu nini? Neno la Mungu linafanyaje? Mmemshinda nani? Maneno matamu kweli. Maneno matamu sana. Mkielewa maneno hayo, mkisoma katika maneno hayo, kwa kweli mtakuwa kweli kielelezo kwa kweli. Mtakuwa kielelezo ndani ya kanisa. Mtakuwa
halisi ya matumaini. A true embodiment of hope. You are a true embodiment of hope. Haya, kwa maneno haya tunasema mna nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yenu na mmeshika nani? Tumekuja leo hii mahali hapa tuweze kutafakari nguvu iliyoko ndani mwetu. Vijana tuna vipaji vingi. Sawa? Vijana tuna ubunifu. Tuko wepesi kubuni vitu haraka. Vijana tunaweza kufanya vitu kwa wepesi na haraka. Ukitumia utajiri uliotoka kwa Mwenyezi Mungu vizuri, utawaongoza, utawawezesha muweze kweli kuonesha matumaini ndani ya kanisa. Utaweza kweli kuonesha kwamba mimi ndio maana halisi ya hayo matumaini. Sio tunawadharau vijana. Vijana na Biblia kutafuta Mwenyezi Mungu. Nilikuwa naangalia leo hii wakati natoka nyumbani asubuhi nikasema hivi vijana watakuja kweli leo. Lakini mvua inapita usiku. Nasema njia nzima pale wafika hapa nikaona yale watu wataka sana tuombe Mungu. Lakini mwangalia umati uliokuwa hapa. Mnamtafuta Mungu. Jichukulia poa hii namna ambayo inaonekana. Mnamtafuta nani? Vijana wanamtafuta Mungu. Mseme mnatafuta. Sasa kama mfahamu juhudi ya Mwenyezi Mungu, mnamtafuta kwa mnaiona. Angalia wanaangalia kila masuala hili huko kwenye YCS na kwenye VOTMCS vijana wanaokea na laika. Wanapambana kutafuta nani kujua nani? Mnatumia kwa navyo. Vipaji vilivyokuwa navyo. Kwa sababu hiyo neno la Mungu liko wapi? Nithibitisheni hilo ili muweze kweli kumshinda huyu shetani. Muweze kweli kumshinda huyu muovu. Muweze kweli kusimama katika tumaini hilo ambalo tumepewa. Tumaini hilo ambalo tumeambia kwamba alitutayarishi Kristo Bwana wetu. Tumekuja hapa Mlimani Pugu ni safari ya matumaini. Safari ya toba ili tuweze kuanza tena. Ili tuweze kutafakari utajiri ulioko ndani mwetu. Mithili yule mwana mpotevu baada ya kugundua kwamba amekosa, baada ya kutafakari yeye ambaye ameacha baba yake, alisema nitarudi na kusema baba yangu nisamehe. Watumishi wake baba wangapi wanakula na kusasa chakula chake ndicho ambacho mnapaswa mkitafakari mkiwa hapa juu mlimani, ili tuweze kusherehekea kwa furaha kuu ushindi wa Pasaka ya Kristo Bwana dhidi ya dhambi na mauti.
Hakika Yesu Kristo aliyesulubiwa na kufufuka ndiye kiini cha imani yetu na ahadi ya tumaini letu katika ahadi kuu ya Baba, ambayo tayari imetimizwa katika mwana mpendwa, uzima wa milele. Tutoke hapa tukiwa tumeimarika katika imani, tukiwa tumekuwa katika imani, katika ujumbe ambao tumepewa na maaskofu wetu mwaka huu, kwamba tuimarike katika imani, namna ambavyo tunaweza kujiunganisha na neno la Mungu katika sala zetu, katika ushuhuda wetu wa maisha, basi yote yaweze kuonekana na yaweze kutufanya sisi tuweze kuonekana kweli tumaini, nguvu na tegemeo kwa kanisa sasa na siku zote. Jubilei 2025, maujaji wa matumaini. Basi sisi tulio maana halisi ya matumaini, yani tulio true embodiment of hope, twende basi turudi nyumbani tukathibitishe na kulidhihirisha hilo. Tumsifu Yesu Kristo.